Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha saa ya faraja katika Kristo. Mahali popote ulipo unapotufuatilia, tunakuletea ujumbe wa Mungu wa kukutia moyo, kukufariji na kukuinua tena. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Tunapoenda kuachilia ujumbe wa neno lako, tunakusihi Roho wako Mtakatifu akawe mwalimu wetu. Atuongoze katika kweli yako. Katika jina la Yesu Kristo, mbariki huyo anayenisikiliza sasa, na kupitia ujumbe wa neno lako kamfungue. Katika jina la Yesu Kristo, mfalme mkuu, nimeomba. Amen. Na leo tutafundisha, kichwa cha somo kinasema madhara ya kumwaga damu. Madhara ya kumwaga damu. Damu ni kimiminika kilichobeba uhai, kilichoko kwenye mwili wa mwanadamu au mnyama. Ukisoma katika kile kitabu cha Walawi sura ya 17 mstari wa 11, anasema kwa maana uhai wa mwili upo katika hiyo damu, nami nimewapa hiyo damu. Kwa hiyo kwenye damu kumebeba uhai. Damu ya mwanadamu ndio imebeba uhai wa mwanadamu. Damu ya mnyama ndio imebeba uhai wake. Ndivyo Mungu anavyotuambia katika neno hilo. Lakini sisi tunachoangalia ni nini? Madhara ya kumwaga damu. Kwa hiyo ninakusihi usimwage damu ya mtu. Usimwage damu ya mtu. Haijalishi amekuumiza kiasi gani, lakini usimwage damu ya mtu. Ni hatari sana. Kwanza, madhara ya kwanza kabisa, kutatokea laana. Kama ni familia imemwaga damu ya mtu, hiyo laana itakuwa kwenye ardhi ya familia. Iko kwenye Mwanzo sura ya 4 mstari wa 11. Kama ukisoma pale, utaona baada ya Kaini kumuua ndugu yake akamwaga damu. Damu, Mungu alisema kwamba umelaaniwa. Umelaaniwa. Ardhi ililaaniwa kwa sababu ilifungua kinywa ikanywa damu ya Abeli. Kwa hiyo kama ulikuwa ujui, ukimwaga damu kuna laana inatokea, basi usome vizuri kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 11. Lakini damu huwa ina sauti, na sauti hiyo ni ya kilio. Ukimwaga damu ya mtu, kilio cha hiyo damu kitakutesa sana, wewe na uzao wako, wewe na nyumba yako, wewe na familia, wewe na ukoo. Kama ni taifa limemwaga, hilo taifa, hiyo damu italia kwenye hilo taifa, itadai kisasi, itadai kisasi kwenye, na kunaweza kutokea mambo mabaya. Sasa damu inaweza ikaleta pia maafa ya kiasili, mfano njaa, tauni au vita. Yaani damu ikimwajika kwenye taifa lolote, jiandaeni kunatokea njaa kama kusipoingia watu wakatubu haraka. Samueli wa pili ile sura ya 21 mstari wa 1, ukisoma pale utaona jinsi kulikuwa na njaa kipindi cha utawala wa mfalme yule Daudi. Lakini walipomlingana Mungu akasema ni kwa sababu ya kiti cha Sauli. Sauli alimwaga damu. Sasa Sauli alikuwa anamwaga damu za Wagibeoni, alimwaga damu za watu. Kwa hiyo baada ya kutoka madarakani yule aliyeingia kwenye utawala, mfalme mwingine aliyetawala, sasa Mungu akaleta njaa kwa sababu ya kilio cha ile damu ya wale watu ambao huyu mtu alikuwa amewaua, ambaye ni mfalme Sauli. Sasa ndugu, kwa hiyo damu ikimwajika kuna maafa yatatokea, kama majanga ya asili kama tulivyosema tena. Na majanga yenyewe yanayotokea haya ya asili ni kama vile majanga ya njaa, maporomoko, matetemeko, mavolkeno. Unaweza kutokea milima inaweza ikalipuka ile volkeno, kumbe ni hasira ya Mungu. Kwa hiyo ninakusihi mahali popote unaponisikia, usimwage damu ya mtu. Hata kama amekukosea kiasi gani, kuna mambo mabaya yatatokea, maafa makubwa sana yatatokea. Ukisoma kitabu cha Nyakati wa kwanza sura 22 kuanzia mstari ule wa 8, utaona pale, lakini neno la Bwana likanijia kusema, wewe umemwaga damu nyingi
na vita vikubwa umevifanya. Wewe hutajenga nyumba kwa ajili ya jina langu, kwa sababu umemwaga damu nyingi juu ya nchi machoni pangu. Kwa hiyo ukimwaga damu, kama we ni mtumishi wa Mungu, kuna zuio. Damu ukimwaga damu ya mtu pia huwa inapiga kelele, na ile kelele Mungu akiangalia anaachilia kitu kinaitwa mazuio. Unaona Daudi pia alikuja kumwaga damu. Kwa mfano alimwaga damu ya Uria. Akamtoa mke wake. Lakini alikuwa anampenda Mungu sana Daudi. Na ndio aliandika hata Zaburi ile ya toba. Zaburi ile ya 51. Lakini baada ya kumwaga damu, unaona Daudi alikusanya kila kitu ili amjengee Mungu madhabahu yake. Mungu akamkatalia. Sawa sawa na Nyakati wa kwanza sura 22 mstari wa 8. Akamwambia, wewe umemwaga damu nyingi sana ya watu. Huyo ni mfalme. Akamwambia, umemwaga damu nyingi sana ya watu, na kwa vile umemwaga damu, hautaweza kunijengea madhabahu yangu, mahali ambapo mimi nitakuwa nashuka naongea na watu. Huwezi kunijengea. Kwa hiyo Daudi akaacha material na kila kitu, akahifadhi kila kifaa. Mtoto wake Suleiman ndio akaja kujenga madhabahu ya Mungu. Nafikiri kusoma Wafalme wa kwanza sura ya 3 utaona. Lakini haya maafa ambayo nimeyataja, ambayo ukimwaga damu kuna maafa yanatokea, kama vile njaa. Tumeona njaa kwenye Samueli wa pili sura 21 mstari wa 1. Kama ni taifa litapitia kwenye hali kubwa sana ya njaa. Magonjwa ya mlipuko, matauni ni ugonjwa unaosambaa kwa njia ya hewa. Lakini pia kunaweza kutokea majanga ya asili kama matetemeko ya nchi, kama landslide au milima kuporomoka. Kunaweza kukatokea vitu vibaya sana. Lakini damu hiyo inaodai visasi inaweza ikaleta kitu kinaitwa vita ya halaiki. Yaani uchuki na uchungu wa watu ukajeuka na watu wakaanza kuuana wenyewe tu katika maeneo tofauti. Yaani ndugu anaua ndugu yake ili kulipiza kisasi. Kwa hiyo damu huwa pia inadai kisasi. Damu ikimwagika inadai kisasi. Watu wasipotubu haraka itadai kisasi. Kwa hiyo madhara ya kumwaga damu ni makubwa. Lakini damu huwa inadai haki. Ukisoma Ufunuo wa Yohana ile sura ya 6 mstari wa 10, utaona wale watu watakatifu wakimwambia Mungu, ni lini Mungu wetu utakavyohukumu kwa haki na kulipa kisasi cha damu ya ndugu zetu zilizomwagwa? Katika ile kitabu cha Ufunuo 6:10. Kwa hiyo damu huwa ikimwagika inadai haki. Huyo aliyeimwaga inadai haki, inadai lipwe haki. Tuombe Mungu sana atusaidie tuweze kujizuia hata tukiwa na hasira. Na sio lazima umuue mtu kabisa. Hata ukimkata mtu damu ikamwagika, hata ukitoa mimba damu ikamwagika, ujue kuna laana inakuja, ujue kuna balaa zitakuja, mpaka utubu Mungu aweze kuachilia. Na lazima utubu. Lakini damu ikimwagika pia inazuia uwepo wa Mungu mahali kutembea, kwa sababu ina najisi nchi. Ni unajisi kwenye nchi. Soma kwenye kile kitabu cha Walawi sura ile ya 7. Soma yote, utaona jinsi damu Mungu alisema damu ikimwagika, akiona damu anakunja uso. Hapendi kuona damu. Sasa watu watasema ni agano la kale, lakini sasa Mungu alionya, usimwage damu ya mwanadamu, usimwage damu ya mnyama. Lakini damu ina kilio. Kwa nini? Mungu alisikia kilio cha damu ya Abeli kwenye ardhi. Ardhi ilivyo, yani damu ilivyomwagika kwenye ardhi. Ardhi ni kama kompyuta, inapeleka taarifa mbele za Mungu. Mungu alisikia tayari kilio kwenye ile ardhi. Ndio maana alimwambia Kaini, nasikia damu ya ndugu yako inanililia kwenye ardhi. Sasa kama umewahi kumwaga damu, jiulize ni damu za watu wangapi zinalilia Mungu kwenye ardhi, kwa sababu wewe umezimwaga kabla ya muda wake. Kabla ya muda watu kuondoka duniani umeondoa watu. Sasa wapendwa, tutubu ili Mungu aondoe mabaya ambayo atayaleta. Kama kuna mahali popote au taifa lolote limemwaga damu, tutubu. Na tutubu kwa kutumia neno la Mungu la Nyakati wa pili 7:14. Sema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha, watatubu, wataacha njia zao mbaya na kunirudia mimi na kunitafuta uso wangu, mimi nitasikia huko mbinguni, nitasamehe watu hao.
dhambi yao, nami nitaiponya nchi. Nchi inaumwa, nchi mbalimbali zinaumwa kwa sababu ya umwagikaji wa damu maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo anasema akisikia maombi ya toba atasamehe hiyo nchi, ataiponya hiyo nchi, atasamehe watu wa hiyo nchi. Tutubu, tuingie kwenye maombi ya toba. Kwa nini? Bila kutubu na kuachilia damu ya Yesu sana, damu itakao kuwa inadai kisasi kwenye maeneo tofauti tofauti itakuwa ni nyingi, na itakuwa inadai kisasi kisasi inataka ilipwe. Yaani damu ikimwajika huwa inadai kisasi cha huyo aliyemwaga na yeye damu yake, wanadai kisasi, inadai kisasi. Sasa ukisoma kile kitabu cha Mathayo sura 27 mstari wa 25, Mathayo 27:25, utaona kwamba wale waliokuwa wanamsulubisha Yesu walisema damu yake iwe juu yao na juu ya watoto wao. Kwa hiyo maana yake damu huwa yani ukimwaga damu ni lazima kwamba itakurudia wewe na uzao wako. Acha kumwaga damu. Ayubu 34 mstari ule wa 22 anasema hakuna weusi wala giza, waovu watakapoweza kujificha Mungu asiwaone. Kwa hiyo kama kuna mambo mabaya ya kumwaga damu umefanya, nenda katubu na umrudie Mungu haraka. Na ukifanya hivyo Mungu atakusamehe. Kwa hiyo baada ya neno hili naamini utabadilika. Lakini kama unajua umeshafanya jambo kama hilo, basi hakikisha unatengeneza na Mungu haraka. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kutufuatilia. Unaweza ukatumia namba zinazopita hapo ukawasiliana na sisi, na kama umeshafanya hivyo tutakuongoza maombi yale ya toba, na pia unaweza ukatumia namba hizo kwa ajili ya kusapoti kipindi kiendelee kufikia watu. Unajua kuna wakati Mungu anatumia vipindi hivi kuonya watu, kutia watu moyo, kufariji watu. Na Mungu atakubariki sana na atakuzidishia sana. Mungu akubariki sana. Amen.